أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Jambo jingine hiyo la hibba katika mambo ambayo inapendeza kuyafanya ni al-iktharu min al-adhkar fi Ramadhan, kukithirisha kufanya adhkar katika mwezi wa Ramadhan. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ni dhikri na ni dua. Kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni dhikri na ni dua. Kufanya istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayhi ni dhikri na ni dua. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, hii ni dhikri na ni dua, ni sayyidul istighfar. Kwa hiyo kuna adhkari nyingi mbalimbali ambazo zipo, tukithirishe kuzifanya, kufanya wingi wa kuzifanya hizi adhkar katika mwezi wa Ramadhani. La shaka kwamba ukithirisha kufanya adhkari hata katika miezi mingine ambayo sio Ramadhani ni jambo ambalo lipo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba la yazalu lisanuka ratban bidhikrillah, usiache kuwa ulimi wako kuwa una wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo jambo halina shaka, lakini katika mwezi wa Ramadhani inatakiwa iwe zaidi na zaidi kwa lengo la kutuma thawabu. Hii haina budi, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuandika katika wale adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wale ambao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana, wanaume na wanawake, Allah amewaandalia pepo, watakuwa katika jumla ya wale ambao wataingia peponi. Sasa katika Ramadhani inabidi uwe akthar wa akthar wa akthar, mtu akithirishe kufanya adhkar. Lakini katika hilo la adhkari wala hibba katika mwezi wa Ramadhani, tunasikia katika misikiti iliyokuwa mingi ambayo imetuzunguka maeneo mbalimbali katika nchi yetu na katika mikoa yetu na katika kata zetu na wilaya zetu, huwa kuna adhkari ambazo watu wanazileta katika tarawih, katika salatu tarawih na katika vile vipindi vya swala, ila ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah. Hizi adhkari imma kabla ya swala au baada ya swala au kabla ya swala peke yake au baada ya swala peke yake au vyote moja kwa moja, yani kwa maana kabla ya swala na baada ya swala huwa tunazisikia. Na wakitokea baadhi ya mashaka wetu au maduati kusema kwamba kufanya hivyo ni bid'a, wale wanafanya nini? Wanakuepesha kwamba kusema ashhadu an la ilaha illa Allah hii ni bid'a kweli? Hii si dhikri? Nani asiyekubali kwamba kusema ashhadu an la ilaha illa Allah ni maneno yaliyokuwa mazuri, astaghfirullah ni maneno yaliyokuwa mazuri, as'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar? Nani ambaye ana mashaka na maneno kama haya? Iwa lahibba kwamba anatoa shahada na wakati huo anafanya istighfar, na wakati huo anaomba janna na anamuomba Allah mkinge na nini? Na moto. Ni jambo ambalo ni tayyib. Lakini hapa tunachokusudia kwamba, je, ndugu zetu, hivi njia mnayoitumia hivi mnavyofanya ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ndivyo walivyokuwa wanafanya? Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali, amefunga Ramadhani ngapi? Mtume amefunga Ramadhani ngapi? Na ameswali alfajiri ngapi katika Ramadhani, na adhuhuri ngapi katika Ramadhani, na swali alasiri na maghribi na isha ameswali ngapi, na salatu tarawih? Je, mlikuwa mnasikia katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya swala au na baada ya swala akisema wote masahaba inasikika sauti ashhadu an la ilaha illa? Mlikuwa mnasikia? Je, imenukuliwa kwenye kitabu chochote kile, katika Sahih Bukhari, katika Sahih Muslim, katika Sunan Abi Dauda, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i, Jami' at-Tirmidhi na katika vitabu vingine katika zile sunan, mathalan Musnad al-Baihaqi au ma ila dhalika, na Musnad ad-Darimi, Sunan al-Imam al-Baihaqi, Ma'rifatu as-Sunan wal Athar,
Sahih Ibn Hibban wama ila dhalika, katika vitabu vya hadithi ambao tunavitegemea Ahlus Sunna wal Jamaa, ambao nyinyi mnavikubali na sisi pia tunavikubali. Wapi ambapo mlisikia kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya swala au baada ya swala au sehemu zote mbili walikuwa wanaleta kwa sauti, ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Sasa haya maneno yakisemwa, wao watasema kwamba hamna elimu au nyinyi hamna adabu au maneno mfano kama hayo, lakini masala hayapo katika swala kwamba hamna elimu au hamna adabu. Thibitisha ilikuwepo. Je, ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya jambo ambalo sio bora? Au msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hakufanya, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa ni mawahabi na nyinyi sio mawahabi, au mnalisemaje hilo? Leteni tafsiri yake. Almuhim, wakaleta hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo baadhi ya ahlul ilmi wameitia illa, wameidhofisha ahlul ilmi, hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kithirisheni kusema katika mwezi wa Ramadhani mambo manne, kwamba mambo mawili mtamridhisha katika hayo mambo Mola wenu, wa khaslatani la ghina bikum anhuma, na mambo mawili hamna namna, lazima muyafanye. Ama hayo mambo mawili ambayo nyie mnamridhisha Mola wenu, fa shahadatu an la ilaha illa Allah, kithirisheni kusema la ilaha illa Allah au ashhadu an la ilaha illa Allah, wa tastaghfirunahu, na muombeni msamaha. Wa amma alkhaslatani allatani la ghina bikum anhuma, ama mambo mawili ambayo hamna namna, lazima myafanye, fatasaluna aljannata wa ta'udhuna minan nar, ama hayo mambo mawili mtaomba pepo na mtamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akukingieni na moto. Hadithi inasema hivi. Aljawab, jawabu la kwanza iwa la hibba kuhusiana hii hadithi, kwamba imetiwa illa hii hadithi kama ni dhaifu, kwa sababu ameipokea al-Imam Ibn Khuzaimah na wengineo kutoka kwa Salman al-Farisi, na katika isnadi yake wakasema kuna Ali ibn Zaid ibn Jud'an, na huyu dhaafahu al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. na haya ameelezea al-Allama al-Muhaddith al-Asr al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika silsilati dhaifa. Hilo ni jawabu la kwanza. Sasa hadithi inawezekana ikawa ni dhaifu, tukasema kwamba jamani, maana ni sahihi kwamba yaliyotajwa humu ndani ni sahihi, kwamba shahada an la ilaha illa Allah, kuitaja kusema la ilaha illa Allah ni sahihi, kuomba maghfira ni sahihi, yani kwa shawahidi ya hadithi nyingine. Kuomba pepo ni jambo ambalo ni sahihi, mtu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe pepo. Kujikinga na moto ni jambo ambalo ni sahihi. Lakini hayo mambo, hii njia mnayoifanya, tukichukulia kwamba hadithi ni sahihi, yani naftaridh ala anna alhadith sahih, tuseme kwamba hii hadithi ni sahihi. Je, masahabu wa mtume na mtume mwenyewe walifanyia kazi hii hadithi? Kama walifanyia kazi, je, waliifanyaje kazi? Waliifanyia kazi kama vile nyie mnavyoifanyia kazi, au waliifanyia kazi kivingine? Kama walifanyia kazi kama mnavyoifanyia kazi, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni ushahidi wenu. Kama hawakuifanyia kazi, semeni. Na kama walifanyia kazi, basi na ninyi mnatakiwa mkae kimya, kama vile ambavyo wao walikuwa wanakaa wanasema kwamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, au ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar. Lakini kila mmoja anasema kivyake vyake, kimya kimya, kama wanaofanya mawahabi. Kwa na nyinyi mnatakiwa mfanye kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msiseme kwamba mawahabi kila kitu bid'a. Nyinyi acheneni na mawahabi, wawekeni kando, nyinyi mfuateni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Nadhani nimeeleweka vizuri, ayu alahibba. Kwa hivyo basi kikubwa katika mambo yote ya dini, mambo yote ya Uislamu, kama mtu alazimeni na sunna, mtu alazimeni na sunna. Jambo ambalo linakhalifu sunna asimtazame shekhi wake wala muridi wake wala nani, kwa sababu siku ya kiyama wewe utaulizwa kwamba je, wewe ulifuata sunna? Madha adabtumul mursalin, namna gani vipi mliwaitikia na kuwafuata hao mitume? Ndipo utakapoulizwa. Utaulizwa wewe ulifuata madhehebu gani, au ulifuata shekhi gani, au ulimfuata nani? Wewe utaulizwa vipi hawa mitume hao, huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulimuitikia vipi alipokuita kwamba hii sunna na hii bid'a? Namna gani vipi ambavyo ulimuitikia sallallahu alaihi wasallam? Kwa kilazimiana sunna, la shaka kwamba hautopotea. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.